Mtazamaji wa Kusaga TV, jioni hii miongoni mwa taarifa ambazo ni za mwendelezo kuhusiana na vifo vya wanafunzi 7 waliofariki kwa ajali ya gari ambalo lilisombwa na maji katika mtaa wa Ongesengiu, kata ya Sinoni. Mkuu wa wilaya ya Arusha, Elisha Ntahangerwa, ametoa mwendelezo wa taarifa akieleza kwamba tayari miili 7 imeshapatikana, lakini mpaka sasa mwili mmoja wa mtoto haujapatikana na bado juhudi za kuendelea kutafuta zitaendelea. Na miongoni waliofariki kuna mtu mmoja ambaye yeye ni mtu mzima. Inaeleza kwamba alikuwepo katika gari hiyo akijaribu kuokoa watoto hizo nyakati za asubuhi, lakini naye ni miongoni mwa watu ambao walibebwa na maji na kupatikana mwili wake miongoni mwa wale wanafunzi. Hivyo idadi ya watu waliokuwepo kwenye gari ni 13, akiwemo dereva pamoja na matron, vile vile na wanafunzi 11, lakini wanafunzi 3 wao wapo hai, kwa maana kwamba wanaendelea kupatiwa matibabu. Lakini mpaka sasa tunavyozungumza, jumla ya miili 7 tayari ipo mochwari kwa ajili ya taratibu nyingine za mazishi. Mkuu wa wilaya lakini mwenyekiti wa umoja wa wanawake wa UWT ameeleza namna tukio lilivyo, lakini wale ambao walienda kuokoa miili hiyo wameeleza sehemu ambako walikuta miili ikiwemo ya hao wanafunzi. Kwa kweli, kwanza nichukue nafasi kumshukuru Mungu kwa siku ya leo. Lakini kipekee hapa niliko ni hospitali ya Murieti. Kwa majina yangu naitwa Mary Kisaka, mwenyekiti wa umoja wa wanawake wa wilaya Arusha. Baada ya kusikia kwamba kuna ajali ya maji iliyotokea asubuhi kupitia shule ya Gate Memorial, nami nilishiriki kwa kwenda kwenye tukio. Lakini hatimaye tumekuja hapo hospitali ya Murieti kuhakikisha kwamba tuna wale ambao waliojeruhika, ambao wamenusurika kwa kifupi. Tumeona wanafunzi 3, lakini pia alikuwepo mwalimu mmoja. Kipekee kwa kweli ukijaribu kuangalia ajali ile ni kwamba hata kwa maelezo ya watoto hawa wanasema asubuhi gari ile ilipita vizuri, lakini baada ya kwenda kuwachukua, walipofika eneo la daraja lile ndipo maji yalivyokuwa yameongezeka na gari lile likaanza kutetereka na hatimaye maji yakaanza kuingia ndani. Lakini kipekee kabla ya pale tulivyokuwa tunawahoji wanafunzi hawa, wanasema kwamba matroni aliweza kumwambia dereva kwamba angalia maji ni mengi usiendelee kupita, lakini dereva ikaonekana kwamba alidharau jambo hilo na kuonyesha kwamba pengine kwa sababu alipita muda sio mrefu kwamba jambo lile lingekuwa halijatokea. Lakini kipekee ajali hii imesababisha vifo kama mnavyoona, vifo vya watoto 7 na hao walioko hapo wakawa 3 pamoja na mwalimu wao. Kipekee niseme kwamba kama wazazi na kama mimi pia mzazi nimesikitishwa sana. Kwa hali halisi ya mvua kama hii, ningependa madereva wa shule wanapoona kwamba mahali pana changamoto ni mara 100 wakasubiria changamoto ile ikapungua ndipo waende, hata kama mwanafunzi amechelewa. Mara 100 akaenda kupewa adhabu au mwalimu akaenda akamsemesha likaisha, kuliko kusababisha jambo kubwa kama hili ambalo watoto wameamka asubuhi wakiwa na afya njema, lakini wengine leo wako hospitalini na wengine wako mochwari. Kama tulivyoeleza asubuhi kwamba ajali ilitokea ambayo kwa taarifa za awali ilikuwa na jumla ya watu 13. Watu 5 waliokolewa wakiwa hai. Mtu mmoja aliokolewa wakati huo huo, mtoto akiwa amefariki. Lakini kulikuwa na watu 7 ambao hawakuonekana. Kwa hiyo ikatulazimu kamati ya usalama na wananchi ambao walikuwa pale tuanze kufuatilia kuanzia sehemu ilipotokea ajali mpaka mwisho wa mto ambapo unaishia. Kwa kweli tunashukuru wananchi na kamati ya usalama, tumejitoa kwa hali na mali, tukafanikiwa kupata miili 8, miili 7 ya watoto na mwili mmoja wa mtu mzima. Lakini baadaye tena
tulirudi kwenye taarifa za awali kutaka kujua kwa nini idadi ya namba imeongezeka. Ndio tukaambiwa kwamba wakati wa uokozi alikuwepo mwananchi mmoja alijitolea kuokoa wanafunzi wale, lakini kwa bahati mbaya sana katika harakati za kuwaokoa yeye mwenyewe akajikuta anachukuliwa na maji, na mwisho wa siku umauti ukamkuta na tuliweza kumuokoa. Lakini vile vile tuliweza kupata mtoto mmoja ambaye mpaka sasa hivi hatujamtambua. Baada ya kuwahusisha walimu wa shule ile, wakasema sio mwanafunzi wa shule ile. Kwa hiyo tunaomba wazazi ambao watakuwa labda wana wasiwasi ya mtoto wao yuko wapi, waje hapa mochwari kumtambua ili taratibu zingine ziendelee. Nimesema ni taarifa ya awali kwa sababu bado tunaendelea na zoezi la uokozi. Huenda tunaweza tukapata taarifa zingine tofauti na hizi za mwanzo, lakini taarifa za awali ni hizi. Tuendelee kuwapa pole wazazi waliopoteza watoto wao, lakini tuendelee kuwapa pole wananchi wote wa Arusha, lakini tuombe tu umakini hasa katika kipindi ambacho mvua zinaendelea. Wazazi wawe makini sana, wasiwapeleke watoto wakiona hali ya mvua ni kubwa au kama kuna maji mengi yanayotembea hasa kwenye barabara na kwenye juu ya madaraja, kwa sababu maji yanayotembea ni hatari sana. Lakini tutumie fursa hii vile vile kuwaomba wazazi kuwa karibu sana na watoto wao. Kuna tabia ya watoto wanapokuta maji yamekusanyika wanapenda sana kuogelea, na tumeshuhudia sehemu mbalimbali watoto katika harakati hizo wanajikuta wanapoteza maisha. Kwa hiyo tuombe sana wazazi waendelee kuwa karibu sana na watoto wao ili kuweza kuwalinda na kuwaokoa. Watoto wanapochukuliwa asubuhi sana na mvua zinanyesha, napotokea tatizo hasa katika uokozi inakuwa ni changamoto. Kwa hiyo ni vizuri watoto wakachukuliwa kuanzia saa 1:30. Nadhani kuna maelekezo yalishawahi kutolewa na wizara kwamba wachukuliwe saa 1:30 ili kusudi linapotokea tatizo kunakuwa kumeshakuwa kweupe, kushakucha, lakini kuna macho mengi ya watu ambao wanaweza kutoa msaada linapotokea tatizo. Kwa hiyo na mimi naomba niwasisitize kwamba na uzuri afande OCD yuko hapa atusaidie kupitia DTO. Nitoe pole nyingi sana kwa familia ambayo wamepatwa na changamoto hii ya watoto kuzombewa na maji, lakini pia nitoe pole kwa serikali yetu ambaye tunajua ni tegemezi kwa watoto hawa ambao wamechukuliwa na maji. Nitoe pole nyingi sana. Na niseme tu kwamba taarifa hii nimepata asubuhi saa 12 baada ya mkuu wa wilaya kunipigia simu kuuliza mbona kuna gari limesombwa na maji kwenye kata yako, lakini baadaye nikamwambia sijapata, lakini tukaendelea kutafuta ni wapi, ndio tukakuta kumbe gari limechukuliwa na maji Sinoni wakati wanaenda kuwachukua watoto boma za Laiza kule. Wakati anarudi sasa ndio ikatokea changamoto ya kusombwa gari na watoto kuchukuliwa na maji. Na majuzi tu jana nilikuwa na kikao, nilikuwa na msiba ambaye familia huko kote walikuwa wamehudhuria mtaa wangu. Nimewaza wazazi wangu na wananchi wenzangu kwamba kipindi hichi ni kipindi cha mvua. Lazima tuwe na tahadhari kwa sababu maji huwezi kujipimia wala huwezi kupima maji. Kwa hiyo nitoe wito kwa wananchi wenzangu wote, kwa kipindi hichi cha mvua tuchukue tahadhari. Sababu unaweza kujipimia maji kumbe maji ni mengi, naweza kukuchukua. Kwa sababu kilichotokea hapo, driver alijipimia maji akiamini kwamba hicho kikoronga haiwezi kumzomba, lakini mwisho baadaye amepoteza maisha ya watoto na mwalimu na mwokoaji mmoja ambaye hapa sasa hivi mochwari hapa Murieti tunaye miili 8 akiwepo na yule baba ambaye alikuwa ni mwokoaji na watoto 7 ambao walikuwa wanasoma katika shule hiyo. Kwa hiyo kikubwa ni waombe wananchi wenzangu wawe na subira. Kikuta maji yamejaa
hakikisha umesimama, uhakikishe kwamba maji inaelekea na mwelekeo gani. Na ikiwezekana urudi, sababu kuna kesho pia tu utaendelea na safari yako. Na mvua hizi zinazonyesha haitabiriki. Inanyesha kwa mvua ndogo, lakini ni mvua kubwa. Inakusanya maji katika maeneo mbali kwa sababu ardhi zimeshiba maji. Mwisho baadaye kikoronga ambacho unakizarau inasababisha maafa na mwisho baadaye kaleta changamoto. Kwa hiyo nitoe wito sana, lakini nitoe wito kwa watu wenye shule, hususan kwenye kata yangu. Mheshimiwa mkuu wa wilaya alizungumzia, mbunge alizungumzia saa ya kuwachukua watoto iwe na saa maalum. Waanze kuwachukua watoto saa 1:30. Ile muda mkuu wa wilaya anapiga simu ni muda ambaye kwa kweli haistahili mtoto awe ameshatoka nyumbani. Sababu ukiambiwa mtoto ameshatoka ni muda ambaye bado ni usiku. Kwa nini? Nani atamuokoa? Ungekuta alikuwa barabara imekuwa na watu wengi, angalau hata wale watoto angeokolewa. Kwa hiyo tuwe na subira ya kwani mtoto akifika shuleni saa 2 kuna shida gani? Akaingia darasani akarudi salama. Kipindi cha mvua kila mmoja kwa namna moja ama nyingine awe na ustaarabu wa kupita kwenye maji, lakini pia kujipima. Lakini kwenye mitaro, kuna mitaro mikubwa ambayo tayari sasa hivi TARURA wamechimba, unakuta ina kina kirefu. Watoto wanaweza kutumbukia wakiona kwamba watembea kwa mguu, wakiona kwamba haina kina kirefu, lakini utashangaa mtoto atatumbukia kule akaishia huko. Kwa hiyo tuwe na tahadhari na watoto. Kwa hiyo niwaombe wazazi wawe walinzi wa watoto wakati wanaingia kwenye magari, lakini pia na hata nyumbani wanavyorudi hakikisha kwamba watoto wanalindwa katika kipindi hichi cha mvua. Mimi naitwa Lawrence Mushi. Naishi sehemu za Njiro. Asubuhi nilipata taarifa mapema kabisa kwamba kuna gari la shule limepata ajali maeneo ya dampo. Kwa hivyo mimi nilichukua muda tu mchache, nikachukua usafiri nikafika mpaka dampo. Nilikuta lile gari liko pale lakini halina hata mtoto mmoja. Tukaambiwa kwamba kuna watoto wako hospitalini. Nikabidi nitoke kule mpaka hapo hospitalini kuja kutambua watoto. Nilikuta watoto 3 ambao wameokolewa wako odini pale. Nilivyoangalia nikakuta wakwetu hawapo. Hivyo nikaambiwa nenda mochwari. Nilipofika mochwari nikakutana kuna mtoto mmoja mdogo, kwa hivyo nikaangalia sio mwenyewe. Kwa hivyo tuliondoka hapo tukaanza msako. Sasa tukakimbizana na hao watu walikuwa wanatafuta mpaka tulipofika kati ya katikati fulani hivi tukaambiwa kwamba kuna watoto wamepatikana, wamerudishwa hospitali ya Murieti. Hebu nendeni mkatambue. Tukarudi tena mpaka hapa Murieti. Ndio tulivyokuja hapa Murieti tukaenda mochwari, tukaangalia, tulibahatika kupata mtoto wetu mmoja anaitwa Morgan Mushi. Hivyo basi tukaendelea kusubiri kufika pale tu babu basi wananifurahia hivyo tukisha basi hivyo nafikaga Jumapili. Huwa napenda kufika Jumapili ili nione nakuta nyumbani. Unaishi eneo gani? Mimi naishi Njiro. Na watoto? Watoto wanaishi Engo hapa. Kwa hiyo kwa sasa hivi manake wajukuu zako wawili haunao? Hawapo kabisa. Mmoja yuko mochwari, mmoja ndio hajapatikana. Angalia mapigo yale maji yanapozunguka, mtu driver mwenye akili timamu hawezi kuendesha gari pale. Jinsi tu hata ukiangalia kwenye vyombo vya habari tunavyoangalia kwenye simu zetu, maji yanazunguka wewe unapitisha gari. Kwa kweli inasikitisha sana. Ushauri wako kwa hizi shule ambazo ni za binafsi, nini kifanyike angalau kupata madereva ambao wana uadilifu kujua kwamba wamebeba watoto? Kwa kweli hata wao wanatakiwa kuwa makini kutafuta watu wenye umri wa kuendesha magari ya shule, si vijana. Kuna watu wazee wanaweza kujali nini maisha ya watu, lakini vijana tunaambiwa usipite, anasema nilipita na sasa nitapita. Ni hali ngumu sana. Kwa jina naitwa Stefano Longida Moleli. Kwa kweli tumehuzunika, tumejitahidi kweli kwenda kuokoa miili kule maeneo ya Loki, sehemu moja wanaita Katanini. Tumejaribu kuokoa miili 5 na mtu mzima mmoja, ambao ndo tumewaacha wengine na wanapambana kutafuta miili mingine. Miili yote imepatikana? Bado. Wanadai bado walikuwa wanafunzi 11. Kwa hiyo tulivyookoa wanafunzi bado wanafunzi 3. Kwa hiyo mpaka sasa hivi ambao walopatikana, sisi tulivyookoa sisi tumeokoa 5 na mtu mzima mmoja. Na huyu mtu mzima imekuaje na sijajua, maana tunavyokuwa harakati kuna kutafuta, maana kuna mtoto tulimuokoa
Baada ya kutembea kama watu watano hivi, kwa kutana na mtu mzima naye yuko pembeni ya shamba. Tunaambiwa huyu naye alikuwa anasaidia kuokoa kule kabla. Inavyosemekana. Na nahisi naye alikuwa kwenye harakati ilikuwa kuokoa wanafunzi hapa, na yeye mara maji amemzidi, akamchukua naye akaenda nao huko chini. Kweli tunajisikia vibaya kwa kweli. Tunaomba kama hizi vyombo vya usafiri wa kubebea wanafunzi nyakati hizi za mvua, naomba kama sehemu kuna mferegi, wakifika pale wasimame kwanza, hata akichelewa kwenda kufika shuleni, ila bora mwanafunzi afike shuleni amefika salama hata kama amechelewa. Kwa hiyo tunaumia sana, sisi kama wananchi tumeumia sana. Steven Osea, kiukweli hili jambo limetuhuzunisha sana. Tulijaribu kwenda kuwaokoa wadogo zetu kule Loki. Kwa kweli ilikuwa jambo gumu, lakini tumeweza kusaidia kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Kwa kweli nasikitisha, tukijaribu kuwaona watoto mioyo inatuuma, lakini tunajikaza tu ili tuweze kuwastiri ndugu zetu. Lakini naomba serikali itusaidie tuweze kupata kivuko pale, kwa sababu pale matatizo yanatokea mara kwa mara. Tunaomba tusaidiwe na serikali. Tulienda umbali mrefu sana. Haya miele tulienda tukapata maeneo ya shambani, ambayo maji yameenda kule mbele yakaenda yakatawanyika. Ndio tulienda tukapata miele kule mbele. Kuna mingine tumepata juu ya miti, mingine tulipata mashambani. Na huyu mtu mzima alikuwa kwenye harakati ya kumuokoa watoto pale darajani, lakini maji ilimzidi, naye maji akamchukua. Kwa hiyo alikuwa msamaria mwema. Ndio hilo. Katika hili tukio mimi nilikuwa kazini, nikaamua kuacha kazi zangu kwenda kuwasaidia, kwa sababu naona mioyo ilikuwa inatuma. Ni wadogo zetu na bado ni wadogo sana. Mioyo inatuma, hata tukijaribu kuangalia jinsi walivyofariki, yani tunajikaza tu, lakini hatuna namna. Ni Mungu atusaidie. Ndio. Kwa kweli mimi nilishindwa kushika kabisa. Nilishindwa kabisa hata kuangalia, sababu inasikitisha mno. Inasikitisha kwa kweli.